kama vile barua ambayo inaonyesha kutembea sana katika mitandao hiyo ya kijamii, ikionekana kama jambo ambalo limepelekea kuibua taswira mpya kabisa ya ule mjadala wa dabi ya Kariakoo. Leo katika vyombo mbalimbali vya habari kwenye mitandao ya kijamii pia of course umeona hiyo taarifa zikieleza kwamba CAS wametoa taarifa ya kuonekana zile barua ambazo zinaonekana kwamba walipokea barua Machi 17 ya Young Africans wakishtaki shirikisho la kandanda Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi kuu. Kitu gani pengine imekukumbusha kwenye hili? Sasa hapa unajua hili jambo mimi linanipatia ugumu kutokana na wahusika wakuu ambao wanatajwa Young Africans kushindwa kutoka moja kwa moja katika vyombo vyao rasmi vya kuwapasha mashabiki na wafuatiliaji wapenzi wa mpira wa miguu au wapenzi wa klabu yao juu ya kile ambacho kinachoendelea juu ya shauri hili ambalo inasemekana. Unajua hakuna taarifa rasmi. Yeah, of course. Haya hata sisi tunayozungumza manake tunayaona katika mitandao ya kijamii. Tunaona barua zikitembea kwamba CAS wamepokea shauri kutoka Yanga ambalo hilo Yanga wanawalalamikia watu wa aina ya tatu. TFF kama mkuu na mamlaka inayosimamia soka, bodi ya ligi, chombo ambacho kimepewa dhamana ya kuisimamia na kuiendesha ligi kuu kandanda Tanzania bara, lakini pia Simba Sports Club ambao wao Yanga wanatamani waweze kushughulikiwa kwa kuweza kuivunja kanuni ya kushindwa kutokea uwanjani na kufanya mchezo kushindwa kuchezeka kwa sababu upande mmoja haukutokea uwanjani. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ambazo zilizopo. Kwa hiyo kinachonishtua na kunipatia mashaka ni nini? Kwamba hili jambo Yanga wanalifanya kimya. Sijui unanielewa vizuri. Hakuna sema kama wako serious hivi. Wako kimya na tunaona mpaka listi ya wanasheria ambao Yanga wameiandaa kwa ajili ya kwenda kuhakikisha jambo hilo wanalifanikisha na kupata haki yao. Wanasheria kama Alex Mgongola, Juma Naso, Simon Patrick ambaye wengi tumemzoea na si mgeni katika swala zima la kwenda pale CAS. Kwa hiyo yote sisi tusubiri tu taarifa rasmi. Haya yote tunayoona ni katika mitandao ya kijamii na pengine labda usikute Yanga atakuwa amejifunza kitu kwamba mashauri kadhaa ambaye alikwenda kule CAS walikuwa wanashindwa. Pengine labda shauri halijakamilika tayari, taarifa imetoka, huenda watu ambao hawataki mema klabu yao wanaingilia kati, kuna hujuma zinatokea, labda pengine safari hii wameamua kulifanya jambo kimya waweze kuona CAS watakwenda kuamua nini. Sisi tuwe wapole, tuwe watulivu, tusubiri taarifa. Kuna umuhimu wa Young Africans kutoka front na kuzungumza chochote kwa kuwaridhisha mashabiki wao. Kama ni hili, unajua kesi sio jambo la kuficha. Kama hivi taarifa zinazotembea huko katika mitandao ya kijamii, katika vyombo ambavyo si rasmi vya kupasha habari za Yanga, zinapeleka taharuki kwa mashabiki. Mashabiki wanakuwa hawaelewi sasa nini ambacho kinaendelea. Sakata hili, na hata wewe ukiwa kwenye kipindi hapo watu wanaweza kukuuliza wewe na wewe ukakosa majibu ya moja kwa moja. Ila kama Yanga wakitoka front na kueleza, inakuwa inasaidia kwa watu wao kupata habari, kujua nini ambacho kinaendelea juu ya sakata zima ambalo Yanga wanaonekana safari hii wako serious nao. Bana, sawa, tunarudi punde tu kuja kutazama game ya Simba kule nchini Misri dhidi ya Al Masry, hiyo katika mwendelezo wa robo finali kombe la shirikisho barani Afrika.